لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، nzanguni tunamshukuru Allah tumerudi tena katika darasa baada ya wiki kadhaa. Na aslan hapa tukiwa tumesimama kwa sababu ya likizo zetu za msikini hazina likizo hivyo, lakini ilikuwa tumemaliza kitabu, tulikuwa katika mchakato wa kupata kitabu kingine. Hichi ni kitabu cha fiqh. Tunahitaji sana fiqh, kujua dini yetu, tunaswali vipi, tunakopeshana vipi, tunadaiana vipi, ndoa zetu tunafunga vipi. Hayo ndio masuala ya fiqh kama ambavyo yatatajwa ndani ya aya. Na kabla ya kuanza kusoma, nitoe baadhi ya tambihi kuhusiana na kitabu. Hiki ni kitabu Al-Fiqhul Muyassar. Maana yake fiqh hii iliyowepesishwa. Al-Fiqhul Muyassar, fiqh hii iliyowepesishwa. Maana yake ni kwamba wanawachuoni wanajaribu kufanya kila jitihada kukosa elimu. Vitabu vya zamani vya fiqh unaona mujalladat, kitabu kimoja juzu 20 30. Ukiangalia Majmuu, Sharh al-Muhaddab, Al-Maqsud, takadiri miaka inavyoenda watu hima zinashuka. Kaja ukafanya taasisi, ukafanya angalau basi hata karatasi 20 hizo usome ujue dini yako. Bado zina tambii ya pili, wengi wanahisi kitabu ametunga Sheikh Swaleh Al-Sheikh. Kwa ufupi, Al-Fiqhul Muyassar kimetungwa na nukhbatu min al-ulama, kundi la wanawachuoni, yani jopo la wanawachuoni ambao wale vitabu vikubwa vya fiqh wakicheni mambo kipatikane kitu ambacho kitawasaidia kwa Waislamu wa kawaida kuelewa fiqh. Sheikh Swaleh Al-Sheikh ambaye ni mtoto wa mufti sasa Saudia, waziri wa dini huyu au rais wa wizara hiyo, waziri mkuu Saudia, yeye alichokifanya ni takdimi. Kapitia kitabu, kakiandikia utangulizi, kitabu kinafaa mashallah, ndio kazi yake Swaleh Al-Sheikh. Sawa. Kwa fiqh Muyassar sio kitabu cha Swaleh Al-Sheikh, ila yeye ni amefanya takdimi. Ndio aloa yani sawa na wewe ukatunga kitabu, hapana shafikia ndio. Kwa mimi nikataka nimepitia kitabu cha Sheikh Rahman, kajitahidi mashallah, jana fanya vizuri, kitabu mashukuru na nini. Kwa mimi naitwa nimeswahibu takdimi. Na mtunzi wa kitabu anatabia kwamba hizi ni tambii za muhimu za kielimu sababu ni wanafunzi. Baada ya hayo yote tutaanza na darasa katika kipengele cha tamhidi. Kwa wengi wana kitabu kama changu, wale ambao wanachapa kama yangu kurasa 18 kwenye taarifu ya fiqh ni nini tamhidi, naanzia hapo. Na wale wachache ambao wanachapa nyingine waangalie tu mambo kwenye tamhidi, wale ambao chapa yao kipi kama yangu nyingine bado kwenye mlango wa tamhidi. Kwa maana hapo tuambiwe fiqh ni kitu gani, lengo lake ni nini, kuna faida gani kwa Uislamu kusoma fiqh, na vitu kabla ya kuingia katika milango. At-tamhidu, maandalizi, utangulizi. Neno tamhid kama maandalizi au utangulizi fulani kabla ya kuingia. Na ndio maana hata katika vyuo vya dini utakuta kuna darasa la tamhid. Hata vyuo vya sana utakuta kuna darasa la tamhid. Yaani ina maana mtu anaandaliwa kuanza rasmi kiwango fulani. Kwa neno tamhid lina maana kama maandalizi kabla ya kuingia kitu rasmi. Au ukisikia darasa la tamhid, watu wanaandaliwa ili kuanza kusoma mutawasit rasmi. Ni darasa la maandalizi, kuondolewa matongotongo ili kaa awali mutawasit aelewe vizuri. Idhan at-tamhid kama maandalizi au utangulizi. Wayashtamilu ala an-nuqat taliya. Huu utangulizi
unakusanya nukta zifuatazo. ويشتمل أي هذا التمهيد على النقاط التالية. Hichi kipengele cha utangulizi kinakusanya na kubeba nukta zifuatazo. Yaani ndani ya utangulizi utatia vipengele. Nukta mojawapo, taarifu al-fiqh lughatan wa istilahan. Utambulisho wa fiqh. Ukisema kwenye dini fiqh, neno fiqh lina maana gani? Kwanza kwenye lugha ya Kiarabu, Waarabu wakisema neno fiqh bila kuhusishana dini, kama msamiati, wanakusudia nini? Na fiqh kama elimu gani? Kwa hiyo taambiwa hilo. Jambo lingine katika tamhid, maswadiruhu, vyanzo vya fiqh hii. Somo la fiqh linatolewa wapi? Sema kitu hichi halali, kitu hichi haramu, kitu hichi makruhu. Haya mambo min aina tambasinahu, tumeyatoa wapi? Kwa hiyo maswadiruhu, vyanzo vya fiqh. Fiqh imetolewa wapi? Ndio maswadiruhu. Kipengele kingine, maudhuhu yake. Somo la fiqh linazungumzia nini? Kila somo lina maudhui yake. Kwamba hadithi inazungumzia hadithi za Mtume, aqida inazungumzia mambo ya itikadi au yuko wapi, hii masala ya imani. Sira inazungumzia historia ya Mtume na mambo. Fiqh inazungumzia nini? Maudhui. Na yani wanakuambia somo lolote ili ulijue kuna vipengele 10 inabidi uvifahamu. Yaani hapa vimetajwa baadhi. Kuna vitu hata al-hudud al-ashara, ikiwemo wadhihu, aloweka hiyo elimu mara ya kwanza ni nani, nini, lengo lake. Kuna vitu kama 10 kila, yaani hivyo ukivijua ndio unakuwa umepata mwanga. Kwa baadhi yake ni hivi vipengele. Maudhuhu yake. Thamaratuhu, matunda yake. Thamaratuhu, matunda ya fiqh ni nini? Matunda kwa maana ya faida. Kwamba wewe Muislamu ukisoma fiqh unafaidika na nini? Utapata faida gani kama Muislamu? Kwa thamaratuhu, matunda yake. Fadhluhu, ubora wake. Hili somo lina ubora gani katika dini na nini? Kipengele cha kwanza, maana al-fiqh lughatan wa istilaha. Maana ya neno fiqh kilugha na kiistilaha. Wakisema kilugha kama msamiati wa Kiarabu tu, maana yake nini? Wakisema istilaha kama somo la fiqh, maana yake nini? Al-fiqhu fi al-lugha al-fahmu. Neno fiqh lina maana ya kufahamu kitu. Yaani Waarabu wakisema faqiha yafqahu fiqhan, maana yake fahima yafahamu fahaman. Faqiha sawa na fahima, ameelewa. Al-fiqhu al-fahmu, kuelewa kitu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, yani yufaqihu fi din. Tunasema mtu Allah akimtakia khairi, yufaqihu fi din, anamuelewesha, anampa ufahamu wa dini yake anaijua vizuri. Huyo ndio Allah akamtakia. Kwa hiyo neno fiqh maana yake ya kawaida ni kujua kitu. Kujua kitu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Neno fiqh katika matumizi ya lugha, kabla hujaingia kama somo, lina maana ya kuelewa kitu. Wa minhu, miongoni mwa sehemu ambapo neno fiqh limetumika kwa maana yake hiyo lugha kufahamu,
qaulullahi ta'ala an qaumi Shuaib, ni maneno ya Allah akiwanukuu watu wa mtume Shuaib. Shuaib ni katika mitume ya Allah alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atamu taslim. Kwa hiyo huyu mtume Shuaib wakati anawalingania watu wake katika hali ya jeuri na kiburi, walimwambia ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ma nafqahu yani atuelewi, hapo ndo mahali shay. Nafqahu kwa maana nafahamu, hii ni fi'il mudhari. Alfiqhu alfahamu, nafqahu nafahamu, ma nafqahu ma nafahamu, atuelewi. Yani shendo anakuambia, unaona hapa kuja ma nafqahu, neno fiqhi limekuja kama mudhari hapa kwa maana ya kuelewa. Ma nafqahu kathiran mimma taqul, bana mengi unaoyazungumza si atuelewa. Watu wa Shuaib walikuwa wanamwambia mtume wao, na hapa wanaleta hii kama dalili kwamba neno fiqhi lina maana kuelewa kitu. Kwa hiyo ukiniambia mimi sasa ma afqahu ma taqul, utakuwa unasema sielewi unachosema. Yani huyu akiniambia ya ustaz ma afhamu ma taqul, na huyu akaniambia ma afqahu ma taqul, bi maana wahidi, kwa maana sielewi. Kwa hiyo Allah anawazungumzia watu wa Shuaibu, walisema ma nafqahu kathiran mimma taqul, hatuelewi mengi katika uyasemayo. Yani kama wanamvunja nguvu kudai mtume wao, wewe unaongea pia anaingia huko anatoka kuelewa. Ashahid ma nafqahu kwa maana ma nafahamu, bal fiqhu lughatan alfahm. Faqiha fahima, yafqahu yafhamu, ndio kusudia. Dalili nyingine ya matumizi ya fiqhi kwa maana ya kufahamu kilugha, Allah amesema, na hii aya ya pili sasa Allah alikuwa anazungumzia vitu vyote vinamsafi Allah. Yani aya ilipoanzia wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, hakuna kitu chochote kisipokuwa kinamsafi Allah. Wewe ukiona jengo, ukiona seli, hivi vyote vinamsafi Allah. Anasema Anthony, hii ni dalili ya kwamba hivi chamadati, hata hivi vitu visivyokuwa na roho, ndio mwingine Allah anavipa idraki, vinakuwa vina ufahamu fulani. Yani Allah ashindi kitu, maana vyote vinamsafi Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini la tafqahuna mahali la tafqahuna la tafahamuna, hamuelewi namna vinavyomsabihi Allah. Vitu vyote vinamsabihi Allah, walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini amujui namna vinavyomsabihi Allah. La tafqahuna la tafahamuna, falfiqhu alfahmu. Kwa aya imeletwa kuthibitisha neno fiqhi kilugha ni alfahamu, lakini kubwa zaidi kidini zaidi, aya inatuonyesha kila kitu kinamsafi na kumtakasa. Sisi tu ndio kujui ukuta ilimba linamtakasa vipi. Na kwa upande fulani alfaida almaslakia kama ya Qur'an, kuacha sisi kujiona kwamba wewe unaposwali swala yako alasiri kwamba Allah umemuongezea kitu, kwamba unaweza ukagoma usije msikitini na Allah akakuruhusu. Hamna kitu kama hicho. Vitu vyote hivi vinafanya ibada, vinamsabi Allah, si atujui tu vinafanya. Kwa hiyo maana wewe na mimi hata ukigoma usifanye ibada, unajikomoa mwenyewe. Allah yeye viumbe vyote vinamsabi. Kwa upande fulani hiyo ni alfaida almaslakia kama mfano faida ya kusabia tu ipata kuacha kiburi. Basi ndio tunajaza msikiti bwana. Usipoenda si msikitini bwana, dini na nyumba Allah, na si hivyo. Man amila salihan falinafsi man ataa.
Kwa hiyo neno fiqhi lina maana alfahamu, kuelewa. Fatiha ameelewa, fahima ameelewa. Kwa hiyo Mwarabu wakisema faqihi, hata kama Mwarabu huyo sio Muislamu, anaweza akasema fiqhu kwa maana kuelewa kitu. Haya ni matumizi kama lugha, sababu Kiarabu ni lugha. Leo kuna watu wanasoma Kiarabu sio Waislamu, wanasoma Kiarabu na nini? Marefari huko wanatakiwa wasome Kiarabu, sababu nchi za Kiarabu zinacheza mpira kaskazini huko wanacheza mpira. Kuna vyuo vya diplomasia, sijui mabalozi na nini, kuna vyuo watu wanajifundisha Kiarabu. Mtu anaweza akaambiwa wewe nenda nchi ya Kiarabu. Ni lugha kama zile. Kwa hiyo kuna kipindi inatumika kama lugha, lakini sisi kama Waislamu kwetu sisi Kiarabu ni zaidi ya lugha, sababu ina mahusiano na nini? Na dini moja. Kwa hapo wengine wanatumia kama lugha, wanasoma Arabic course ya Kiarabu, mtu anasoma certificate diploma ili ajue Kiarabu, akienda Dubai kufunga biashara yake, atabike kuongea na wenyeji wake ya Kiarabu basi. Kwa sasa neno fiqhi kama msamiati wa lugha ya Kiarabu bila dini ina maana kuelewa. Wal fiqhu fil istilah, ama neno fiqhi katika istilah. Sasa tukisoma somo la fiqhi, Waislamu tujue fiqhi. Fiqhi kama somo maana yake ni nini? Wal fiqhu fil istilah al-ilmu bil ahkam ash-shar'i. Haya maneno kujaza kidogo magumu sababu ya kifani. Lakini fiqhi kama somo, al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya, ni elimu inayozungumzia hukumu za kisheria. Yaani fiqhi ni elimu inayozungumzia hukumu za kisheria. Ili halali, swala ni wajiba, riba ni haramu, kitu hichi ni makruhu, kitu. Elimu inayozungumzia vitu hivyo ndio inaitwa fiqh. Al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya, elimu inayozungumzia hukumu za kisheria. Al-amaliyya, hukumu za kivitendo. Yaani unaposema hukumu za kivitendo, nataka kutofautisha fiqh na kama akida. Akida mara nyingi inazungumzia hukumu za itikadiyya. Watakuwa uamini hivi. Fiqh inazungumzia hukumu za sheria za kivitendo. Wanaswali hivi, wanafunga hivi, hivi, mawe utarusha hivi, jamarati, zaka inatolewa hivi, utasoma dua hii na nini. Al-amaliyya, hukumu za kivitendo. Al-muktasaba, hukumu ambazo ni zenye kutolewa min adillatiha at-tafsiliya, kutoka katika dalili zake za kimchanganuo. Neno magumu kidogo ya kifani, lakini maana yake hizo hukumu. Kiamba swala ni lazima, tumetoa wapi kama swala ni lazima? Allah amesema wa aqimu salat. Hukumu inatoka katika dalili mbalimbali za kidini. Kwa hiyo fiqh ni elimu inazungumzia hukumu za sheria, hukumu ambazo zimetolewa katika dalili mbalimbali zilizochanganuliwa za sheria. Kwa maneno mafupi, fiqh ni somo linazungumzia hukumu mbalimbali. Ndio litakuwezesha ujue biashara hii haramu, kufanya biashara wakati adhana imeadhiniwa labda haramu, au hivi, au swala kuswali wakati jua pingu linazama, muda huo lijazama vizuri haramu, au vipi kuzika kwenye muda fulani haifai, jua liko utosini. Kitakacho kuelewesha hayo yote ndio yanazungumza kwa al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya, ni elimu inayozungumzia hukumu za sheria. Al-amaliyya, hukumu zinazohusika na matendo. Al-muktasaba, hukumu zenye kuchumwa, zenye kutolewa min adillati at-tafsiliya, kutoka katika dalili zake za kimchanganuo. Kwa hiyo kiufupi, fiqh elimu inayozungumzia hukumu za sheria. Baadaye anasema waqad yutlaqu al-fiqhu ala al-ahkami nafsiha,
muda mwingine linaweza likatumiwa neno fiqh ikikusudia hukumu zenyewe. Yaani fiqh ni ile elimu inayofundisha zile hukumu. Lakini muda mwingine ile hukumu yenyewe, swala ni lazima, zaka ni hivi, ile hukumu yenyewe inaitwa fiqh pia. Fiqh ni elimu inayofundisha ile hukumu, na muda mwingine hukumu yenyewe inaitwa ni fiqh hiyo. Waqad yutlaqu al-fiqhu ala al-ahkami nafsiha, linaweza likaachiwa neno fiqh liashirie na kumaanisha hukumu yenyewe. Kwa maneno yana hukumu kidogo, lakini kwa kuelewa kwa ufupi, fiqh ni somo linazungumzia hukumu za sheria zinazohusika na matendo. Inaitwa طيب مصادر الفقه al-asasiyya, vyanzo vya fiqh al-asasiyya, vyanzo vya msingi. Somo la fiqh vyanzo vyake linatolewa wapi? Tunaposema funga Ramadhani ni lazima, tumepata wapi? Tumechomoa wapi ama huu lazima tumeutoa wapi? Tunaposema ukiwa na wake wanne ni haramu kuoa mwingine wakati nyumbani na wanne, huyu mke wa tano sio mke, haya maneno tunayatoa wapi? Sisi hii tumeitoa wapi? Kwa hapa nazungumzia hasa elimu imetolewa wapi. Maswadirul fiqh al-asasiyya, vyanzo vya fiqh ya msingi. Al-asasiyya ya msingi. Wametaja vyanzo vinne. Somo la fiqh kwanza kabisa linatolewa katika Al-Qur'anul Karim, kwenye Qur'ani. Allah mfano msema wa aqimu swala, simamisheni swala, unasema swala tano ni lazima. Tumetoa wapi ulazima swala tano? Allah katoa amri, mkubwa wako akikuamrisha kutekeleza ni lazima. Kwa fiqh kwanza inatolewa katika Qur'ani. Na ndio maana kuna fiqh zingine zisizokuwa na dalili, kama tunasema hiki zinapigwa vita. Fiqh inatakiwa fiqh sunna. Fiqh imeambatana na dalili. Kwa sababu fiqh shekhe atoe kichwani. Alisema hichi haramu, halali nini? Allah akasema hivi, mtume akasema hivi. Kwa yenyewe inatoka katika Qur'ani. Namba 2, as-sunnatu al-mutahhara. Fiqh inatolewa katika sunna iliyotwaharishwa. Yaani hapa nakusudia hadithi za mtume. Sehemu ya pili ambayo fiqh inatolewa ni as-sunnatul mutahhara, katika sunna zenye kusafishwa, kwa maana hadithi sahihi za mtume. Natoa fiqh kwamba mtume takataza aljami baina almar'ati wa ammatiha. Ukawa na wake wawili, wale wake mmoja anamwita mwenzie shangazi au mama mdogo. Yaani mke wako mmoja na mke wako mwingine, mtu na shangazi yake. Kwamba mke wako huyu yule baba yake na huyo mke mwenzie baba mmoja mama mmoja. Tumekataza kuwa na wake au kuwakusanya kwa pamoja, sababu ni ndugu wa karibu. Tunapata wapi hiyo? Kwenye sunna. Kwenye Qur'ani hapo, lakini Qur'ani imesema wa antajma'u baina al-ukhtayn, madada wawili wakusanya haramu. Kuna wake wawili, mtu na dada yake, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja au mama mmoja bibi yake, kwa wakati mmoja, haramu. Qur'ani imekataza. Kaja mtume, ongeza mtu na mama yake mdogo, mtu na mama mkubwa, mtu na shangazi yake, hawezi kwa wakati mmoja unaowote. Kwa hiyo fiqh hii pia inatoka katika as-sunnatu al-mutahhara, sunna iliyotwaharishwa, kwa maana hadithi sahihi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwa maneno rais asemaje, fiqh mustambatu min al-kitabi. Hawa mashehe ambao wametunga kitabu wasema sehemu ya tatu inayotolewa fiqh al-ijma'u, makubaliano ya wanawachuoni.
yani wanawachuoni wanaweza kukubali kitu. Mfano wanasema wanawachuoni wamekubaliana maji yako yakiingiliwa na najisi, alafu ile najisi ikabadilisha rangi au ladha au harufu ya maji. Yaani una maji yako katika ndoo, labda imeingia najisi fulani, alafu maji yakaathirika, labda rangi ikachange au kawa na harufu, au kuyatia mdomoni kwa kuingiliwa na ladha ikabadilika, kwamba hayo maji hayafai. Wanachuoni wamekubaliana hivyo. Utasema yale maji hayafai kuyatumia. Kwa nini? Haikuthibiti aya au dalili hadithi ya moja kwa moja katika hiyo. Kuna hadithi imekuja lakini ni dhaifu, lakini wanawachuoni wote qatibatan wamekubaliana. Kwa hiyo ile ijma'ul ulama, wanawachuoni wakikubaliana jambo wote inakuwa ni hoja, kwa sababu kuna aya na hadithi zinaonyesha kwamba hawezi wakubaliana, wanawachuoni wote hawezi wakubaliana katika jambo ambalo kuna wamekubaliana wote katika jambo fulani, hilo jambo lina nini, lina asli au lina. Kwa hiyo ndio inaitwa al-ijma', makubaliano ya. Japokuwa ya masala ya ijma' wapo wanawachuoni wengine wanataka kwa mazingira ya zamani, hakuna simu, hakuna mawasiliano. Kwa mfano Imam Ahmad, yeye anaogopa, yani yeye hapendi msamiati kusema jambo hili wamekubaliana wanawachuoni. Anasema unajuaje kama wote wamekubaliana kwenye mazingira? Kwa hiyo anatumia msamiati jambo hili, anasema la a'lamu fihi khilaf au mufali. Sijui kama kuna alopinga hili jambo. Yaani asemi wamekubaliana, anasema mimi kama kuna mpinzani amelipinga misifahamu. Kwa ala kulli hal al-ijma' kwa kauli ya jamhuri ni hoja. Na vipo vitabu vimetungwa vimeorodhesha baadhi ya mambo ambayo ijma' na alaiha. Kuna kitabu al-ijma' cha Ibn Munzir, yaani mambo ambayo wanawachuoni wamekubaliana. Wamekubaliana hivi, wamekubaliana kama fulani ni haram, wamekubaliana kama swala ya Ijumaa kwa mwanaume ni wajiba, wamekubaliana yale mambo ambayo wamekubaliana moja kwa moja bila ya uwepo mtu ambaye ametia mguu. Kwa hiyo ina maana jambo fulani la kisuto na tuna kukubaliana kwa hakuna mpinzani na nini, na lenyewe ni fikri hiyo na linaheshimika. Ijma'u ni masdarun min masadiri al-fiqh al-asasiyya, katika vyanzo vya fiqh vya msingi ijma'. Swala la 4 al-qiyasu. Qiyasu ni kama kulipima jambo na jambo lingine ambalo linafanana na hilo. Kwa mfano nasema wakati wa Mtume madawa ya kulevya, mambo ya kokeni, heroini, nini hayakuwepo. Wakati Qur'ani inashuka na Mtume anaongea hadithi, madawa ya kulevya hayakuwepo. Kama unasema hayakuwepo au hayakujulikana kama yuko ni sahihi unalewa. Tamam? Lakini kipindi kile Uislamu umeharamisha pombe. Imekuja aya kwamba pombe ni haramu. Kwa hiyo leo tunasema hivi, wanawachuoni wa fiqh ndio kiasi sasa. Wanawachuoni fiqh zamani ukiuliza nini hukumu ya madawa ya kulevya? Haramu. Nipeni dalili, nipe aya au hadithi. Hakuna aya au hadithi moja huko. Dalili ni kiasi. Pombe kwa sababu inalewesha, imeharamishwa, lengo ni kidai. Haya nayo yanalevya, ukinusa na nini? Kile na hiki vinafanana. Kama vinafanana basi hukumu yake hiyo ndio inaitwa kiasi. Kwa hiyo hii kiasi pia ni katika vyanzo vya fiqh. Kwamba na dini bila hii kiasi inakuwa ni shida. Sababu ukikataa kiasi maana yake kila jambo moja lije na dalili yake. Kitu ambacho huu mstaafu ungeweza kubeba. Yaani kila jambo jia yake ndio. Kwa kuna mambo mengine yanaongelewa kingine.
hili limeongelewa, lile haijaongelewa, yote sawa sawa, kwa hukumuha. Hiyo ndio inaitwa. Na hapo wanawachuoni kama Wadhahiria wanakataa habari za kiasi, lakini khilafu yao hapa ghairu. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu ambazo tunatoa fiqh ni katika masala ya siasa. Masala ya na anasema mtume alifanya sana, mtume mwenyewe amefanya siasa. Kwa mfano ile hadithi dhahaba ahlul dusuri bil ujur, mtume alipowaambia wale waislamu maskini ambao hawana pesa za kutoa sadaka, akawaambia wajitahidi sadaka ya maneno. Aliwaambia pia hata mtu anapomuingilia mke wake pia anapata thawabu. Wakashangaa, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Mtu akifanya tendo na mke wake kakizi matamanio yake, kafurahi na thawabu apate. Yaani kana kwamba huyu mboni faida akashapata, kafurahi mwenyewe, kastareta mwenyewe nani. Unatuambiaje thawabu anapata? Mtume akafanya kiasi. Araaitum law wada'a. Unaonaje matamanio yale yangeenda kuzini, ingeka mnasemaje? Dhambi angepata dhambi. Kama mnakubali matamanio yangeweka katika haramu kupata dhambi, basi matamanio yale yakiweka katika halali yanapata nini? Qiyasul aula. Kama kule hivyo basi na huku. Kama mzazi wako mwambao fala takul lahuma kama kunguna tu mzazi haramu. Nini hukumu ya kumpiga vibao? Kwa ukija hapo kutambia nipeni dalili kwamba mama yangu nikipiga vibao napata dhambi. Yaani wewe utakuwa chingu. Nipeni dalili ya wazi inayosema nikimpiga mama yangu makofi mimi napata dhambi. Nipeni aya. Tukachambua dalili muhimu, anang'ang'ana anataka dalili ya wazi, dalili dhahiri. Wewe chingu, umekatazwa hata kumguna, wewe unazungumzia kumpiga. Hivyo kukataza kumguna mzazi atakuruhusu kule kumpiga? Kadhalika hata katika masala ya wanawake kuvaa niqabu, baadhi ya dalili wanatoni angalau zipo dalili za wazi za aya na hadithi, lakini hata masala ya siasa wala wanatoni wanasema kusiri uso kwa mwanamke ni lazima. Katika dalili ya kiasi wanasema kwa mfano kuna aya inasema katika Nur aya 31, wala yadhribina bi arjulihinna liyulama ma yufina min zinatihin. Wanawake wasipige miguu ili mapambo yao ya miguuni yajulikane. Yaani mwanamke anakatazwa anapotembea kupiga kwa fitna, ili kama amevaa vitufu shanga gani miguuni wanaume kusikia. Kakataa, hilo ni haramu. Inajengwa hoja. Kama mwanamke kaharamishwa kuonyesha au kutoa sauti ya mapambo ya miguuni, ataruhusiwa ya usoni. Hivyo wewe mwanaume usoni na miguuni kutu kuna kuchanganya. Ukienda kumwangalia mchumba, jicho lako la mwanzo hapo miguuni, uangalia kama ana magenya au hana. Hiyo habari watu hawana time nayo kabisa. Yaani huyo mchumba huyo ataonekana ana complicate kwa hebu vua soft kwa tuangalie miguu. Wapo kamao, lakini mtu cha kwanza anaangalia je kuna nini. Kwa hiyo je, inawezekana inaingia akilini Uislamu ukakataza asionyeshe mapambo ya mguu alafu ukamruhusu uwanja mapambo ya usoni? Hata hiyo ndio kiasi. Maana yake kama kakatazwa kuonyesha mapambo ya miguu, basi kuonesha uso ambao ndio maudhi jamal atakuwa amekatazwa ni babi au la wa ahad. Ndio maana ya kiasi. Kwa hiyo Hajata angalia maajabu ya elimu. Yaani pamoja na hoja kama mtu kama Sheikh Albani yeye aone kama ni lazima mwanamke kufikiri masema alikuli jawadi. Yaani kila farasi mwenye kukimbia wambie kuna siku anachemsha, yani kuna siku inakuwa na Imamu Hafidh ndio kuna siku hata la miavuli na mtoa jasho. Vitu vya kawaida ndio binadamu. Ndio binadamu. Kwa hiyo maswadiru fiqhi al-asasiya, vyanzo vya fiqhi vya msingi, al-Qur'anul Karim, fiqhi inatolewa kwenye Qur'ani tukufu. As-sunnatul mutahhara, fiqhi inatolewa katika sunna, hadithi za mtume.
Al-ijma'u fiqh inatolewa pia katika makubaliano ya wanawachuoni. Al-qiyasu fiqh pia inatolewa kwenye kiasi, kwa maana kufananishwa na mambo ambayo hayajatamkwa tukayafananisha na yaliyotamkwa kama yanafanana tukayapa hukumu moja. Hiyo ndio kiasi, na yenyewe ni chanzo katika vyanzo vya kukua fiqh hina. Mawdhu'u al-fiqh, tuangalie kipengele hiki tunasimamia mawdhu'u al-fiqh. Mawdhu'u ya fiqh, yani kwa maana inazungumzia mada gani, inazungumzia nini? Mawdhu'u al-fiqh. Mawdhu'u al-fiqh, mawdhu'u ya fiqh, af'alul mukallafina. Yani fiqh inazungumzia vitendo vinavyowahusu mukallafina. Mukallafina ndo mimi na wewe. Wanasema mukallaf ni aqil baligh, yani mtu ambaye muislamu ana akili timamu na kashabaligh, huyo ndo anaitwa mukallaf. Yani mukallaf maana mtu ambaye sheria inamlazimisha mambo, inamlazimisha kuswali, kufunga, asipofanya hivyo anapata dhambi, huyo ndo anaitwa mukallaf. Kwa hiyo fiqh inaangalia matendo yako wewe ambaye sheria inakupiga jicho, ushakuwa sasa, sio mtoto mdogo. Yanayozungumzwa katika fiqh ni matendo yanayokuhusu wewe mukallaf, wewe ambaye sasa hivi unaweza kuandikiwa dhambi. Idhan mawdhu'u al-fiqh af'alul mukallafina min al-ibad. Fiqh inazungumzia vitendo vya mukallafina, wale ambao sheria inawaangalia min al-ibadi katika watu, ala nahwi amin shamil, kwa namna ya kiujumla, kwa namna pana. Maneno kidogo magumu, lakini maana yake vitendo vyako kiujumla vyote. Umelalaje, umelala upande wa kulia, wa kushoto, umelalia tumbo, fiqh inakwambia bwana mlalo wa shetani, mtume ameukataza. Umelalia upande wa kulia, anakwambia hapo ni sunna hiyo. Juu umelalia kichamba mubah, hapo huna dhambi, una thawabu yao. Lala vitendo vyako vyote ala nahwi amin shani, kwa namna ya kiujumla. Fahuwa, kwa hiyo fiqh yatanawalu alaqati al-insani ma'a rabbih. Fiqh inachukua mahusiano ya binadamu na Mola wake. Mahusiano yako wewe na Mola wako kama kuswali, kufunga, fiqh ule ibada. Unamwabudu vipi Mola wako aliyekuumba? Fahuwa, somo la fiqh yatanawalu alaqati al-insani ma'a rabbih, linachukua na kugusa mahusiano ya mtu na Mola wake, wa ma'a nafsihi, na mahusiano ya mtu na nafsi yake. Hujawahi kusikia wewe nini hukumu ya kujiua? Yani wewe hapo umechukua sumu, umekunywa, umeitoa nafsi yako. Sio kinakwambia haramu, ukijiua dhambi, unaingia motoni. Hapo ulichokifanya wewe na nafsi yako nakuja kuambiwa haramu. Umekasirika nini sijui? Hamjasikia kuna wanaume wengine ana wanawake wawili watatu wanagombana, anachukua kisu, anaondoa fitna, akamchukua kifaa chenye na kikatilia mbali, kwamba haya tuone mtagombania nini. Je, sheria inamruhusu kwamba si yake mwenyewe bana? La. Huo mwili umiliki mali ya Allah, wewe ni mtamu. Kwa hiyo pia fiqh inaangalia mahusiano ya mtu na nafsi yake, wa ma'a mujtama'ihi, na mahusiano ya mtu na jamii yake, nayo mujtama'i na jamii yake. Yani mimi na Shiabu tunatoleana salamu vipi, tunakopeshana vipi, na usiana vipi. Nataka nimuuzie kitabu Shiabu, nimwambie hicho kitabu bwana kina kasoro fulani, karatasi fulani zimechanika hivi, kitabu cha zamani kipi, takhriji zikoje na nini. Mahusiano ya mtu na jamii pia yote hayo, hii ndio kitu ya muamalati na hivyo biashara, kukodishana, ushirika,
masala ya mstakabali, kukodishana mashamba, kumwagilia, kufanyaje, yote hayo yamezungumzwa na nini na masala hii. Mpaka masala ya kisasa ya kimala mtumia kadi gani, masala ya vote kufanyaje, vipi na nini, masala ni amalati ya kisasa muasira, yote wanachoona yamezungumzwa, sababu dini haijaacha. Kwa mfano ile kiasi, miongoni mwa faida yake ni hii tabia. Leo kuna mambo yanatokea wakati wa mtume ya kuwepo ya kisasa. Watu wazikoje? Kuna mtoto si wa mtoto wa nini na nini. Na wataka kuja mbele kuna mtoto unaambiwa kwa mara kazaliwa sina wazazi watatu tu ngapi. Yaani mtoto mani imetoka kwa nani sijui huko la uzazi sijui la nani mwingine alokuja kuzaa mwingine nani huko limetoka nani kuchukua. Kuna mambo mengi za teknolojia yanafanyika. Haya che unatuamba juu mtoto mama yake nani sasa mwenye ule mfuko alopachikwa alojifungua nani. Ndio mashem na kazi, kuna mambo ambayo na mambo yanafanyika huko duniani sasa hivi, lakini yote haya wanachuoni wanafanya. Kuna masala sarfu swihi, maji yale maji taka si yale yanapitishwa kwenye mitambo gani ile kijana kutoka kule nakwambia meupe safi hayana harufu hata kidogo. Vipi yale tukinywa tukifikiria uzi vipi? Yanafaa yafai fatwa. Kuna masala watu wengine wanasomea masala ya udaktari, inalazimika katika mambo ya practical mafunzo na nini, ile maiti ashiraka inawaza pale bana, ukisikia operation ya tumbo ndio lete kitu. Umeona wanafunzi nini hukumu ya maiti au ndio kufanya hivyo? Watu shuleni wanajifundishia. Hapo watu wanajua wanoto. Watu wainasemaje? Haya ndugu yetu kalazwa pale Mkomaindo kawekewa mpira wa mikojo, swala yake ipoje? Au mwingine ndo anatembea na kibegi hapa mmoja anatembea msikini anaswali vipi? Kwanza kuna masala mengi yote yanazungumzwa ala kule hal. Kwa hiyo haya yote yanazungumzwa katika masala ya sisi. Naona muda umeenda na hali ya hewa inshallah hapa tutakuja tunaendelea na kesho. Kwa hiyo kikubwa zetu tulichosoma ni kwamba neno fiqh lina maana kufahamu kitu. Sisi ni elimu inayozungumzia hukumu mbalimbali za sheria. Sisi sahihi inatolewa kwenye Qur'an na Ijmani. Sio fiqh kavu bila dalili. Hiyo haifai kwa mashehe na wadhaifu na wadhaifu sana. Kwa hiyo simame hapo kama utangulizi, kuja kuendelea kesho inshallah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Maswali mali matatu tutaangalia ile ruhusa mwenye haraka zake. Nimeshia hapo inshallah kuendelea kesho. Maswali machache ya jibu.